Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameunda tume mpya kuchunguza ghasia za wakati na baada ya uchaguzi. Rais huyu ameunda tume hii mpya maalum ya uchunguzi wa uhalifu kuchunguza matukio ya vurugu yaliyojitokeza katika kipindi cha uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 pamoja na matokeo yake. Tume hiyo imeundwa chini ya Commission of Inquiry Act Caption namba 32 na inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa aliyestaafu Shabani Rira. Wajumbe wengine ni majaji wastaafu Gadi Mijemas, Awadhi Bawazili na Aisheli Somali, wakipewa jukumu la kuchunguza kwa kina visa vya ghasia, vifo na madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa taarifa za Ikulu, tume hiyo itakusanya ushahidi, kuhoji mashahidi na kuwasilisha mapendekezo kwa serikali kuhusu hatua za kisheria na kiusalama zinazohitajika. Hatua hii inafuatia mapendekezo ya awali ya tume ya kimahakama ambayo ilibaini mapungufu katika uchunguzi wa awali na kuonyesha haja ya uwajibikaji wa kina. Serikali imesema kuwa inalenga kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi za kidemokrasia na kuhakikisha wahusika wa vurugu wanawajibishwa kisheria. Tume hii inaongozwa na jaji mahakama wa rufaa aliyestaafu Shabani Rira, ambao hii ni hatua kubwa inayofuata ripoti ya awali ya tume ya Jaji Chande na inakuja wakati wa shinikizo kubwa la ndani na la kimataifa. Kulingana na taarifa iliyotolewa na Ikulu, tume imeundwa chini ya Commissions of Inquiry Act Caption namba 32. Jukumu lake ni kuchunguza kwa kina visa vya ghasia, vifo, utekaji na madai ya ukiukaji wa haki za binadamu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Tume itakusanya ushahidi, kuhoji mashahidi na kuwasilisha mapendekezo ya kisheria na kiusalama kwa serikali. Serikali imesema lengo ni kuimarisha imani ya wananchi katika taasisi za kidemokrasia na kuhakikisha wahusika wanawajibishwa. Hii ni tume ya pili baada ya ile ya Jaji Mohamed Chande Othman iliyowasilisha ripoti yake Aprili mwaka 2026. Tukizungumzia muktadha wa matukio ya Oktoba mwaka 2025, uchunguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025, uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulizua maandamano makali yaliyosababisha vifo vingi, na tume ya Jaji Chande ilikile vifo vya raia, ikawa idadi ilikuwa inapishana kulingana na ripoti mbalimbali. Na vyanzo vya upinzani pamoja na baadhi ya asasi za kimataifa kama Human Rights Watch pamoja na maazimio ya bunge la Ulaya vinakadiria vifo zaidi ya watu 500, wakati ripoti rasmi inazungumzia takwimu ndogo zaidi. Muundo wa tume mpya ina mwenyekiti ambaye ni Jaji Shabani Rira, ni mstaafu wa mahakama ya rufaa na ana sifa ya uadilifu na uzoefu mkubwa, na pia ina wajumbe wengine ambao ni majaji wastaafu wenye uzoefu wa miaka mingi. Tume ina mamlaka ya kuchunguza, kuhoji na kutoa mapendekezo ya kisheria. Kupitia mitandao ya kijamii kama X na Instagram, kuna hashtag kama tume mpya na hashtag ya Oktoba mwaka 2025 zimekuwa zina trendi. Maoni mengi yanakaribisha hatua hii kama hatua chanya, wakati wengine wakiona kama ni kuzibaziba na kufanya mambo ya sijulikane kiwarari. Hii wanasema ni tume nyingine ya kujitetea. Kwa upinzani ambao ni Chadema pamoja na ACT, wengine wanasema ni jaribio lingine la kuchelewesha haki na kuficha ukweli, hasa kwa kuwa ripoti ya Chande bado haijawekwa hadharani kikamilifu. Na kwa upande wa serikali inasisitiza kuwa hii ni hatua ya kuimarisha uwajibikaji na kurejesha imani ya wananchi. Na kupitia asasi za haki za binadamu zimekaribisha tume mpya, lakini zinasisitiza kuwa inapaswa kuwa huru, yenye uwazi na ripoti yake iwekwe hadharani. Na kwa upande wa familia za waathirika inatoa matumaini ya kupata majibu na haki. Na kwa serikali inajaribu kurejesha imani na kutoa taswira ya uwajibikaji. Na kwa upande wa upinzani na wanaharakati inazua mashaka kama itakuwa tume huru au ni tume ya kujitetea. Na kwa upande wa demokrasia pamoja na amani inaweza kuwa hatua ya uponyaji au kuongeza migawanyiko kulingana na jinsi itakavyofanya kazi. Hatua ya kuunda tume mpya ni chanya kwa nia yake, lakini inazua maswali, na swali kubwa ni kuwa kwa nini tume nyingine? Ripoti ya Jaji Chande ilikabidhiwa Aprili 23 mwaka 2026 na bado haijawekwa hadharani kikamilifu. Kuunda tume nyingine inaweza kuonekana kama kuchelewesha au kuficha ukweli badala ya kutoa haki kwa haraka. Kuzungumzia uwajibikaji wa kweli unahitaji uwazi.
Tume mpya inapaswa kuwa huru kabisa, iwe na mamlaka ya kuchunguza pande zote, yani upande wa serikali, polisi na waandamanaji, na ripoti yake iwekwe hadharani ili wananchi wote waweze kuiona. Ripoti ya awali ya tume ya Jaji Chande inatakiwa iwekwe hadharani mara moja, na tume mpya ipewe muda maalum na iwasilishe ripoti yake hadharani ndani ya miezi 2 au 3. Wahusika wote wa mauaji na utekaji bila kujali upande wawajibishwe kisheria, na serikali pamoja na upinzani waingie katika mazungumzo ya kitaifa ili kurekebisha mifumo ya uchaguzi na kuleta uponyaji wa kitaifa. Na mwisho wa siku, tume nyingi bila uwajibikaji halisi na uwazi zinaweza kuwa kuzibaziba mambo badala ya kuleta haki. Watanzania wanastahili ukweli na uwajibikaji, si tume nyingine tu. Rais Samia ameunda tume mpya inayoongozwa na Jaji Shabani Rila kuchunguza ghasia za Oktoba mwaka 2025. Hatua hii inaweza kuwa nafasi ya kuleta haki na uponyaji au kuongeza mashaka zaidi kulingana na jinsi itakavyofanyika. Tanzania inastahili haki, uwajibikaji na uwazi. Tuungane kudai hayo yote.